Asante sana. Leo hivyo vitu ni kuigiza. Labda na bahati moja mimi. Babangu mzazi alikuwa ni afisa wa jeshi la magereza. Mamangu mzazi alikuwa ni afisa wa jeshi la magereza. Mdogo wangu wa 3, binti dadangu, alikuwa afisa wa jeshi la polisi. Banbaye amefariki. Mama moja. Mdogo wangu wa 4 wa kiume, mama moja, amestaafu juzi akiwa afisa wa jeshi la magereza. Shangazi yangu na bibi yangu mzamama wote walikuwa maafisa wa jeshi la magereza. Kwa hiyo nimekulia laini, nimekulia Kingulila, Ubena, Kihonda, kwa hiyo hapa Ukonga. Si kama kule nilikuwa nachukua baadhi ya vitu fulani au napendelea vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kweli nimekuwa nikipenda sana fani hiyo na nikiigiza kwa umahiri mkubwa sana. Lakini kubwa mwenyewe vile nimekuwa nikipenda sana, huwa naonea huruma hawa watu. Kazi wanazozifanya ni kazi nzito sana. Lakini sehemu nyingi wanadhalilishwa na kuonekana kama vile hawafanyi vizuri. Kwa huwa najiona kama mimi ninavyotoa pale kufanya kazi zile kwa ajili yao, na wasaidia na kuelimisha watu kujua kwamba hili kila sehemu kuna watu ambao watoa nidhamu, lakini sio wote. Kwa hiyo huwa najisikia nikifanya pale, najiona kwa sababu natakiwa kufanya hivyo. Na wakati namaliza form 4, babu yangu mwingine marehemu Dr. Rashid alikuwa Morogoro pa FFU, kwa sababu ya mimi kucheza mpira alitaka nipelekwe CSP Moshi. Niende nikachukua kozi ile ya polisi, na nikitoka hapo alijua kwa elimu yangu nitatoka nikiwa na nyota na nitakuwa mchezaji wa timu ya jeshi la polisi. Lakini nilikataa kwa ajili ya kitu kimoja kidogo sana, lakini kwangu kilikuwa kikubwa. Babangu by then alikuwa ni sergeant wa jeshi la magereza. Sasa waliniambia nikitoka kule nitatoka na nyota. Nikasema babangu, ina maana akija mbele yangu akiniona itabidi nipige saluti. Nikasema no, nampenda babangu na namheshimu sana. Si nataka, ni lazima ni sheria ile. Kutana wewe na magondo yako naye mkuja mbele itabidi apige sauti atake sake. Kwa hiyo ndio fashion nikakataa kuingia kwenye jeshi la polisi. Ni hicho tu basi. Ni heshima tu. Ni heshima tu na upendo kwa babangu. Alivyosema hapo ni kweli. Nimeshakutana na comment mbalimbali pia binafsi wanasema kwamba huyu Hashim Kambe ameshawahi kuwa askari, ameshakuwa polisi na baadhi ya vitu kama hivyo. Lakini pia katikati hapa mimi na wewe ni marafiki washikaji. Nilijaribu kukupigia simu sana katikati hapa kwa ajili ya issue zetu binafsi, lakini bahati mbaya ulikuwa haupatikani zaidi ya siku kadhaa. Nilipokuja kukupata uliniambia jambo moja, kwamba ulikuwa polisi. Na ulikuwa polisi kwa sababu ya shughuli zako za kikazi. Na shughuli zako za kikazi ni kwa sababu ya uigizaji. Ilikuwaje? Naomba nipitishe kidogo hapa afu nikuulize jambo. Asante. Yaani nyuma ya tarehe 3 mwezi wa 8 ndio nilipigiwa simu. Unajua sisi waigizaji ofisi zetu ni simu. Na vijana wa Samizi kama tunakuhitaji kwa ajili ya kuja kucheza filamu yetu. Ni demo ili wapeleke kwenye TV stations, ikipita ndio tucheze tamthilia. Lakini unacheza kama afisa wa polisi, tunakujua unaigiza vizuri sana kwa afisa wa polisi. Lakini tunataka uwe smart ili kulipa heshima jeshi letu na kulithaminisha. Tunaomba tutumie vipimo cha suruali na cha shati lako, utumie tukushonee nguo rasmi za polisi. Tumezoea kuazimana tu nguo za polisi, unazo unavaa pindo ile bega liko chini huku au nguo imeyuka. Sasa tunataka tushone mpya. Basi nikamwambia, wakanipa story hivyo, nikasema story nzuri. Nikaenda kwa fundi wangu akatumia suruali na shati, nikawatumia wale vijana. Baada ya wiki mbili akasema Zikambi, ile nguo zako ziko tayari, ni nzuri sana, na tunaomba kesho kutwa uje tushoot hiyo scene. Nikamwambia sawa. Tukakutana hapa karibu na Baraza la Mitihani la Taifa. Walikuwa wameomba ofisi pale, nikaingia pale, nikapewa nguo kuzivaa. Kweli zilikuwa naisha, ni nguo zilikuwa kwa ajili yangu mimi. Wakanipa kofia hizi za kawaida nyeusi hizi. Lakini sasa hii kofia haina hadhi, maana mle ukiangalia mashati yalikuwa yamechafuka na vyeo ndani. Na kwa mbali ukiangalia unaweza kujua kwamba hivi vyeo ni vya polisi. Ila ulikuwa ukipiga picha ukipanua simu yako unagundua kwamba kumbe ni michoro tu. Kwa nikamwambia hii kofia haina hadhi ya mtu mkubwa kama mimi. Mimi nataka kofia yangu iwe na unga hapa mbele. Wakawa hawajui cha kufanya. Kama nendeni pharmacy nunueni plasta nyeupe. Wakanunua plasta nyeupe, mimi nikaja nikatengeneza ule unga mbele pale. Na nilifanya hivyo mwaka 2008 nilipoigiza filamu inaitwa Simu ya Kifo kule Tabora. Nikiwa kama Inspector Wingo. Kutokana na kitabu cha Simu ya Kifo kilikuwa kimetungwa na Faraji Hassan Hussein Katalambula, mmoja kati ya waandishi mashuhuri. Kwa nilifanya hivyo nikatengeneza, kwa nimeshazoea tayari. Basi
Kwa akanipa sini ya kwanza ni kwamba niko na wasaidizi wangu, nawaambia kwamba kuna wahalifu wametoroka mahakamani. Katika kutoroka ule mkumbo, na mhalifu wa kimtandao naye amefuata mtu akatoroka. Ingawa hakusika. Kwa hiyo nawaambia wakishe mpaka wanawapata wale wanaotumiwa, kwa sababu mama dokta wetu, rais wetu anamsumbua sana IGP wangu, kwa sababu wananchi wanakosa raha na amani kwamba kuna watu wako mitaani huko ndani. Unaona? Ni kama kishinda chochote na ambieni mkoa chochote ndio wakaondoka. Na sini nyingine niko sasa na vyombo vya habari na wafahamisha kwamba wale watumiwa wote wamekamatwa. Wanakaribia kupelekwa mahakamani. Na wapa angalizo wananchi kwamba wafanye kazi kwa amani, na wakipata chochote kile wasikose kushirikiana na majeshi ya ulinzi na usalama. Sawa. Zikwambie tu hizo. Nzuri. Sasa wakati ukiwa unaigiza pale demo, kuna watu wanakuja na picha au nakupigia nini na nini. Kwa hiyo baada hapo mmoja akaanza kurusha ile picha. Mke wangu mume wangu, mbona kuna mtu karusha picha kama polisi? Hebu nikaiona. Nzuri sana. Nikampigia simu kijana yetu Maarifa, nitumie, na mimi akanitumia. Nikamkuweka kwenye Insta. Ile picha ile. Kwa kweli kama kuna picha trend kwa mimi tangu nzali ile ya kwanza. Ilitembea sana. Mpaka rafiki yangu mmoja, kamishna mstaafu Jamal Luambo, akanitumia message akasema, Hashim, now you are talking. I love it. Kwanza sana. 2 weeks later natoka Chanika na temka pale Gongo Mboto, binti yangu wa mwisho wa kike, baba, kwanza hii uniform ni vipi? Nikamwambia zilishoneshwa kwa ajili ya kuigiza. Akasema basi kuna polisi wanakutafuta. Basi naenda tu akumi, mke wangu anipigia simu yangu, kuna watu wamekuja wawili hapa, mmoja ana begi mgongoni wanakutafuta. Nikajua hao labda wanataka kazi na mimi. Akasema nijebu tu kupiga simu, akasema acha tutakuja kesho. Basi haina matatizo. Nikafika nyumbani, nikalala. Kesho yake saa 4 asubuhi nasikia watu wanagonga mlango. Walipoingia nikamwona mmoja ana begi mgongoni, nikajua ndio hao. Nikawasalimia. Wakasema sisi ni maafisa wa polisi. Tumekuja kukuchukua. Kwa nini? Akasema kwa sababu uliigiza kwa kutumia nguo za polisi. Nikamwambia wewe sio nguo za polisi, ila zimefanana rangi na nguo za polisi. Wakasema sawa, lakini hairuhusiwi. Nikamwambia nafahamu na najua mengi, lakini ninapoitwa mimi na maproducer kwenda kufanya kitu fulani, kama wanakuita njoo nyumba fulani, wewe kwambia jamani nyumba mliomba, unajua wazi obvious lazima watakuwa wameomba. Kwa nikajua mradi nimeitwa na mshonesha nguo, basi nikajua watakuwa wameomba kibali. Kwa mimi niingia kwenye kucheza tu kama mchezaji, sio kama producer. Basi wakasema sawa, tunaomba tusearch nyumba. Zile nguo nikamwambia nguo nirudishie Nyasa. Nikamwambia karibuni. Wakasema mlete kijana mmoja ambaye anaweza kuwa shahidi wako. Sio tukaonekana labda tumekuwekea bangi umndani. Nikampigia simu mkoa wangu mmoja akaja. Nimekaa hapa pale veranda. Wakazunguka huko ndani moto, akamwambia sana tunashukuru mzee, tumejizisha hakuna kitu chochote ndani. Wakajaza fomu, wakanipa saini. Wakasema sasa twenzetu polisi. Wapi? Central. Nikamwambia sawa. Kwa tukatoka wote pale mpaka Central, nikaingizwa kwa boss pale mkubwa. Mzee kama midoi kama ndo mimi. Hii picha ya kwako kama ni kweli ya kwako. Umefanya nini? Kama nimefanya nini boss? Kwa nini unaigiza kwenye nguo zetu? Nikamwambia hapana, hizo nguo sio za kwenu. Ni nguo ambazo zilishoneshwa kwa ajili ya kuigizia tu basi. Na hiyo ni demo. Sasa ikishapita kwenye TV station yote ndio tulikuwa tunataka kuanza. Basi nikapelekwa chumba kingine kuhojiwa, nikatoa maelezo yangu yote mwanzo mpaka mwisho. Wakanambia, "Je, una nyongeza?" Nikama nyongeza nayo. Nikamwambia kama sio nyinyi polisi au vyombo vyote vingine mnatunyanyasa. Si tuko hapo kwa ajili ya kutetea, kuwasaidieni, kuonyesha kwamba nyinyi mnafanya kazi. Kama hiyo sini ilikuwa nzuri sana. Mpaka kuonyesha mpaka tumeenda kwa kamata watuhumiwa sio. Kasema sasa mnapunyanyasa hivi tuvae uniform gani, nyekundu au za kijani? Tutawapa ujumbe gani wananchi? Kuna tamthilia nisema ilikuwa inaitwa Nyota. Nilikuwa mtu mmoja mkorofi sana na watesa watu. Mama mmoja alipita akaenda akarudi akasema baba nakuchukia sana. Kwa nini ujumbe umefika? Kama na sisi tunataka ujumbe ufike. Wakiona jeshi la polisi linavaa nguo nyekundu hawatajua kama ni polisi. Lakini wakiona wamevaa jezi za polisi au za kijeshi kuna kitu kinaingia kichwani mwao. Kwa manangu ndio basi hiyo kijana aliandika yote hayo. Nikawataja wenyewe wahusika pale, nikawapa namba zao za simu. Wakaniambia nenda uje kesho. Kaenda naondoka, nataka kuchukua simu akasema mzee Kambe, hii simu haiondoki tena hapa. Iache. Nikasema well, huu ni wajibu wa kazi. Na mimi ni Mtanzania. Kuna kitu nataka kuangalia na kudhibitisha. Nikaiacha. Kesho nikautana pale akiwa amepatikana kijana mmoja anaitwa Maarifa, naye alikuja pale. Akawaambia kwamba ni kweli na mimi nimeigiza na nilivaa nguo hizo za uniform za polisi zilizoshonwa, lakini hatakuwa location moja na mzee Kambe. Na nilikuwa nimepewa na bunduki za kushika. Basi naye akatoa namba za simu za wahusika nazo zisize kama namba nazo mimi. Basi akasema mzee Kambe sasa tukuruhusu nenda. Sisi naendelea kwa hivyo na shughuli zetu, tutatafuta hawa wanaohusika wengine.
tukipata chochote tutakupigia simu kama nashukuru. Nataka kuchukua simu sana, no Mzee Kambi, simu haichukuliwi. Umeipata simu yako mpaka sasa? Hapana, kuanzia tarehe 3 mwezi wa 8 mpaka leo sijapata simu yangu. Na hujafuatilia? Nimefuatilia sana. Wanasema nini sasa? Mara mwisho naongea nao akasema imepelekwa maabara, kwa hiyo iache huko kwanza. Mara mwisho akasema Mzee Kambi, tuachie, tuko kazini, tutakupatia siku yote ambayo tutaamua kwamba utakumaliza. Wanavyo kukamata ile siku ya kwanza walikuja kukuonyesha na vitambulisho vyao? Ndio walinionyesha. Mimi nilikuwa katika hali ya kawaida. Mke wangu alikuwa amekwenda kununua mboga. Kwa nikampigia simu, rudi haraka sana. Akauliza, "Sasa ndio vijana walikuwa jana." Kwa basi mke wangu, hawa vijana wamekuja kunikamata. Mke wangu akasema, lazima watoe vitambulisho." Kwa Banzulu akatoa vitambulisho. Namshukuru sana, alinisaidia hilo. Nikaviangalia kabisa, okay, niko okay. Naam.